Larijani asema Asia Magharibi itatumbukiza gizani Marekani ikishambulia mtandao wa umeme wa Iran. Katibu Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran ametoa onyo kali akijibu vitisho vipya vilivyotolewa na Rais Donald Trump wa Marekani kuhusu kushambulia gridi ya taifa ya umeme wa Jamhuri ya Kiislamu. Akijibu vitisho hivyo, Ali Larijani amesema iwapo Marekani itatekeleza vitisho vyake vya kushambulia mtandao wa umeme wa Iran, basi eneo lote la Asia Magharibi litaingia kwenye kiza. Dr. Larijani ametoa majibizo hayo kwenye ujumbe aliotuma kwenye mtandao wa kijamii wa X baada ya Trump kudai kwamba Marekani wana uwezo wa kudumaza mtandao wa umeme wa Iran ndani ya saa moja, lakini hawajatekeleza hilo. Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran amejibu vitisho hivyo kwa kuandika, iwapo watafanya hivyo, eneo lote la Asia Magharibi litatumbukia gizani ndani ya nusu saa, na kiza kitatoa fursa nzuri ya kuwindwa wanajeshi wa Marekani wanaokimbilia usalama wao. Trump amedai kuwa Washington imejizuia mpaka sasa kushambulia vituo vya kuzalisha umeme vya Iran, lakini inajiandaa kutekeleza hujuma hizo iwapo Iran itazuia usambazaji wa mafuta duniani kwa kufunga lango bahari la Hormuz. Vile vile, Waisraeli 2700 wajeruhiwa kwenye mashambulizi ya kisasi ya Iran. Ripoti ya Wizara ya Afya ya Utawala wa Israeli imesema Waisraeli zaidi ya 2700 wamejeruhiwa kwenye mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yaliyoanza Februari 28. Ripoti hiyo ambayo haijatoa maelezo yoyote kuhusu idadi ya Waisraeli waliouawa kwenye hujuma hizo imesema kuwa walowezi wa Kizayuni wapatao 179 wamejeruhiwa na kulazwa hospitalini katika mashambulizi hayo ndani ya saa 24 zilizopita. Vyombo vya habari vya Kizayuni vimeripoti kuwa Waisraeli kwenye mji wa Tel Aviv na katika mji wa Batul Muqaddas unaokaliwa kwa mabavu hawapati hata lepe la usingizi kutokana na milio ya kuogofya ya makombora ya Iran sanjari na sauti za ving'ora vya tahadhari. Vita hivi vya kulazimishwa vilivyoanza asubuhi ya tarehe 28 Februari sawa na Ramadhani ya 10 kufuatia shambulio la Marekani na Israeli dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran vinaendelea, huku adhabu dhidi ya wavamizi ikiendelea kubaki kwenye ajenda kuu ya vikosi vya ulinzi vya Iran. Vile vile, ndege nyingine ya Marekani ya KC-135 imeanguka Iraq. Vita kati ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran vinaendelea kurindima, ambapo Teherani imesema itaendeleza mbinyo kwenye mlango bahari wa Hormuz, huku Netanyahu akisema wanaendelea kuziponda Iran na Hezbollah. Ndege ya Marekani ya KC-135 ya kuongeza mafuta angani imeanguka magharibi mwa Iraq, huku ndege ya pili iliyohusika katika tukio hilo ikifanikiwa kutua salama. Kwa mujibu wa kamandi kuu ya jeshi la Marekani kanda ya Mashariki ya Kati, CENTCOM, wao wanasema kuanguka kwa ndege hiyo hakujasababishwa na shambulio la adui, ingawa Iran wamethibitisha kwamba kundi moja la washirika wao nchini Iraq ndilo ambalo limedungua ndege hiyo kwa kombora na kuua wafanyakazi wote. KC-135 ni ndege ya 4 ya kijeshi ya Marekani kuanguka tangu vita hivyo vizuke, baada ya ndege 3 za F-15 kuangushwa na mashambulizi ya Iran, kitu ambacho Marekani amekuwa hataki kukubali kwamba ni kweli ndege zake zimeangushwa katika mfumo wa namna hiyo. Vile vile, Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema kampeni ya pamoja ya Marekani na Israeli inaendelea kuiponda Iran na kundi la wanamgambo la Hezbollah la nchini Lebanon. Netanyahu amesema kwamba anataka kutumia mzozo huo kuondoa madarakani utawala wa viongozi wa kidini mjini Tehran. Aidha, pia ametuma ujumbe binafsi kwa kiongozi mpya wa Iran akisema kuwa wamemuondoa mtawala wa zamani na mtawala mpya aliyemtaja kuwa kibaraka wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ameshindwa kujitokeza hadharani. Wakati huo huo, Hezbollah imedai kufanya mashambulizi kadha dhidi ya Israeli, ikiwemo karibu na mji wa Kaisaria kuliko makazi binafsi ya Netanyahu. Vile vile, jeshi la wanamaji la Iran limerusha makombora kadhaa dhidi ya meli ya Marekani ya USS Abraham Lincoln ambayo ilipata uharibifu mkubwa kabla ya kurudi nyuma. Msemaji wa makao makuu ya Jamhuri ya Kiislamu ya Hatam al-Anbiya anaripoti USS Abraham Lincoln iliweza kupigwa na jeshi la wanamaji la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC na ikashindwa kufanya kazi. Mtangazaji wa umma wa chombo cha Iran alimnukuu akisema IRGC ya Iran ilisema meli ya Marekani ilikuwa imeondoka Ghuba ya Uajemi na ilikuwa ikikimbilia Marekani. Vilevile, katika siku iliyopita jeshi la anga la Israeli limeweza kushambulia zaidi ya malengo 200 magharibi na katikati mwa Iran. Jeshi la ulinzi la Israeli IDF linasema jumla ya mashambulizi 20 makubwa yaliyohusisha ndege kadhaa za kivita za Israeli yalifanywa yakilenga vifyatuaji makombora vya Iran, mifumo ya ulinzi wa anga na maeneo ya uzalishaji wa silaha, jeshi hilo liliweza kuthibitisha.
lakini Iran hawajasema lolote. Vilevile mwakilishi wa kudumu wa Marekani kwa NATO Matthew Whitaker anasema Washington haina ushahidi wowote wa Urusi kuiunga mkono Iran katika mzozo unaoendelea wa Mashariki ya Kati. Hakuna dalili kwamba tunaweza kuzungumzia hadharani kwamba Warusi wanashiriki na wa Iran. Na kwa kweli mjumbe maalum wa Rais Steve amesema kwamba Warusi walimwambia kwamba hawashiriki, aliambia Fox Business katika mahojiano. Mapema Witkoff aliambia CNBC kwamba Urusi ilikuwa imemjulisha kwamba haikuwa ikitoa taarifa za kijasusi kwa Iran. Karibu watu 60 wamejeruhiwa kutokana na shambulio la kombora kutoka Iran kwenye jengo kaskazini mwa Israeli, The Jerusalem Post imeripoti kinukuu chombo cha habari. Kati ya waathiriwa 58, mmoja yupo kwenye hali mbaya na 57 walipata majeraha ya kukatwa kutokana na vioo vilivyovunjika. Wamelazwa kwenye hospitali za karibu kwa matibabu. Polisi wa Israeli kwa upande wake wanasema jengo hilo liliharibiwa kutokana na shambulio. Vikosi vya mabomu vinafanya kazi katika eneo hilo kwa sasa. Ndege za kivita za Marekani na Israeli zimeshambulia wilaya za mashariki mwa Teheran, shirika la habari la Fars limeripoti. Milipuko imesikika kwenye wilaya mbili za mji mkuu wa Iran. Hakuna ripoti kuhusu uharibifu au majeruhi zilizoweza kupatikana kwa sasa. Vilevile makundi ya washia kutoka harakati ya upinzani wa Kiislamu nchini Iraq yamedai kuwa yameangusha ndege ya KC-135 ya jeshi la anga la Marekani. Kwa kulinda nchi yetu na anga yake, wafuasi wa upinzani wa Kiislamu nchini Iraq wameweza kuangusha ndege ya KC-135 ya jeshi la anga la Marekani, wanasema kwenye taarifa waliochapisha kupitia Telegram. Anasema hawakufafanua jinsi ndege hiyo ilivyoangushwa, wakisema tu kwamba silaha zinazofaa ziliripotiwa kutumika kwa kusudi hilo. Tukio hilo lilitokea magharibi mwa Iraq, harakati hiyo imesema. Vilevile mwakilishi wa kudumu wa Iran katika Umoja wa Mataifa Amir Said Iravan amesema Marekani ilipotosha ukweli iliposema kwamba Teherani imerutubisha urani hadi 60%. Dai kwamba Iran imerutubisha urani hadi 60%, kiwango kinachodaiwa kuhitajika kwa ajili ya kutengeneza bomu la nyuklia, ni upotoshaji wa ukweli na inapuuza mzizi halisi wa hali hiyo, aliwaambia waandishi wa habari. Vilevile wafanyakazi wa jeshi la Iran wamesema ndege ya anga KC-135 ya jeshi la anga la Marekani iliangushwa kwenye maeneo ya magharibi mwa Iraq na wafanyakazi wote walifariki kwenye ajali hiyo. Ndege ya Marekani ya kujaza mafuta iliangushwa na kombora lililorushwa na makundi ya upinzani ya Kiislamu magharibi mwa Iraq, wafanyakazi hao walisema kwenye taarifa yao. Ndege ilianguka, wafanyakazi wake wote waliuawa. Maafisa wa Iraq bado hawajatoa maoni kuhusu taarifa hiyo. Kumbuka wao CENTCOM, ambayo ni kamati kuu ya vikosi vya jeshi la Marekani, wao wanasema ndege hiyo ilianguka, lakini si kwa shambulizi la vikosi hivyo. Vilevile Iran itaharibu miundombinu yote ya mafuta na gesi katika Mashariki ya Kati inayohusishwa na Marekani iwapo kutatokea shambulio kwenye vituo vyake vya nishati, anasema mwakilishi wa Hatam al-Anbiya, makao makuu ya jeshi la Iran. Vilevile hali ya usafiri wa baharini kwa sasa kwenye mlango wa bahari wa Hormuz ni matukio ya moja kwa moja uchokozi wa Marekani dhidi ya Iran. Mwakilishi wa kudumu wa Iran kwenye Umoja wa Mataifa Amir Said Iravan anasema Iran inaheshimu kikamilifu na inaendelea kujitolea kwa kanuni ya uhuru na usambazaji chini ya sheria ya bahari. Anasema hata hivyo, hali ya sasa kwenye eneo hilo, ikiwa ni pamoja na katika mlango bahari wa Hormuz, si matokeo ya utekelezaji halali wa Iran wa haki yake ya kujilinda. Badala yake ni matokeo ya moja kwa moja ya vitendo vya Marekani vya kuyumba katika kuanzisha uchokozi dhidi ya Iran na kudhoofisha usalama wa kikanda. Kiongozi mkuu mpya wa Iran Mojtaba Khamenei alisema mnamo Machi 12 kwamba Iran lazima idumishe uwezo wake wa kuzuia mlango bahari wa Hormuz ili kuweka shinikizo kwa adui. Shukran kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Show, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.